Ni kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina ambalo linatenda mambo makubwa sana. Ni wakati mzuri tena wa kipindi chetu kizuri kabisa cha ndoa na mahusiano ambacho kinakujia kupitia redio yetu pendwa 98.1. Na mimi ni mtumishi wako wa Mungu Emmanuel Paul Swea, ndiye ambaye nakuletea kipindi hiki, na naamini ya kwamba utakwenda kubarikiwa sana. Ninaamini kwamba vipindi ambavyo vinakujia kupitia redio yetu pendwa vimefanyika kuwa vya baraka sana kwenye maisha yako. Kama ambavyo vimeendelea kufanyika kuwa vya baraka, ndivyo ambavyo unazidi kubarikiwa sana sana kukupata maarifa. Maandiko matakatifu yanasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, lakini wewe umechagua kutokuangamia kwa sababu unayatafuta maarifa. Nisaidie tu kumwalika jirani yako, mpigie simu, tumia ujumbe wakati una majira haya, mwambie tena kipindi kiko hewani na mtumishi wa Mungu amejaa tele kutupatia maarifa. Na naamini kabisa ya kwamba siku ya leo itafanyika kuwa baraka sana kwako. Pengine ukitaka kunifuatilia live unione kabisa nikiwa nakuletea ujumbe huu popote pale ulipo, unaweza ukanifuata kupitia mitandao ya kijamii. Yes, unaweza ukaingia YouTube ukaandika Roho MTV 111. Facebook pia unaweza ukaandika Emmanuel Swea Paul, pia unaweza ukanipata na utaweza kubarikiwa zaidi na zaidi. Siku ya leo ni siku nzuri kabisa ambayo tumekuwa tukikutana mahali hapa na kujazana maarifa, na leo nataka tuzungumzie kwa habari ya dalili 7 za mama mkwe anayemwonea wivu mke wa mwanae. Haya mambo yapo, najua umecheka hapo ulipo, lakini haya mambo yapo kabisa na yanaendelea na watu wanapata shida, lakini leo tunataka tujifunze. Lengo ni kupata maarifa, lakini pia kama basi linakuhusu lichukue, lifanyie kazi, na kisha uweze kuacha pengine kama una elementi vya yale ambayo tutakwenda kuyazungumza. Ninaamini pia itakuwa ni sehemu ya kuweza kujifunza, lakini pia kuweza kusarabika. Unajua kuna wivu lakini kabla tujaweza kwenda mbele sana, tuangalie kitabu cha Rutu, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 16 na 17. Tutaona hapo mambo yako. Maandiko matakatifu yanasema hivi, naye Rutu akasema, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Haya ni maneno mazito ambayo aliyatamka. Kulikuwepo na Lut, kulikuwepo na Naomi, lakini pia kulikuwepo na Oprah. My Jesus. Haya ni maneno ambayo aliyatamka Lut akimwambia Naomi mama mkwe wake ya kwamba usiniruhusu nikuache, nisiende pamoja na wewe. Mimi nataka niambatane na wewe, mahali utakapokuwepo mimi nitakuwepo hapo, na watu wako watakuwa watu wangu, na ikitokea umekufa, mahali utakapozikwa ndipo na mimi nitakapozikwa. Ni maneno mazito kati ya binti aliolewa na kijana wa mama huyu Naomi, ambaye mtoto wake kimsingi Naomi alikuwa amekwisha kufa. Kwa hiyo akabaki na mke wa mtoto wake. Na unapoona kwamba huyu binti aliyekuwa ameolewa na mtoto wa Naomi akizungumza maneno mazito kumwambia Naomi ambaye ni mama mkwe, inatupa picha kwamba walikuwa wanaishi vizuri, na ndio maana hakutaka kuachana na mama mkwe wake. Manake hakutaka kurudi kwao, hakutaka kurudi kule ambako ametokea, kwa sababu Naomi aliweza kuambia basi nendeni na mimi naruhusu mwende mkaolewe kabisa, mfurahie tena maisha yenu ya ndoa, kwa sababu mimi sina mtoto na sitarajii kupata mtoto. Hii Lutu anasema hapana, haiwezekani, siwezi kukuacha. Watu wako watakuwa watu wangu, Naomi mama mkwe, watakuwa watu wako
oh my Jesus, watakuwa watu wangu, watu wako. Niruhusu niende na wewe. Ni maneno mazito ambayo yanazungumzwa mahali hapa. Leo hii katika dunia ambayo tunaishi, watu hawa wapo. yani we binti ulioolewa kwenye hiyo familia, unaweza ukatamka maneno haya kumwambia mama mkwe kwamba popote utakapokwenda nitakwenda, watu wako watakuwa watu wangu, na pengine kama utachukuliwa na Bwana, na mimi basi utakapolala, mahali utakapozikwa ndipo ambapo nitazikwa na mimi. Maana inatupa picha waliishi maisha mazuri, maisha ya kupendana kabisa, na ndicho kitu ambacho tunatamani kukiona katika dunia ya leo ambao tunaishi mahali hapa. Niko kusema na wanandoa, na leo nataka niongelee kwa habari ya dalili 7 za mama anayemwonea wivu mke wa mwanae. Hivi vitu vipo vipo. Tunajifunza leo, tunayadadavua mambo. Wivu wa mama mkwe kwa mke wa mwanae unaweza kujitokeza kwa njia mbalimbali. Unaweza ukajitokeza kwa njia mbalimbali. Sasa sina maana kukufundisha somo hili alafu uanze kumwangalia mama mkwe, ama uanze kumchukulia kwamba ni mtu anayekuonea wivu, ama pengine uanze kumwimbia taarabu wewe binti. Hapana, usianze kufanya mambo hayo. Tunajifunza tu. Lakini pia ujue hata wewe umeolewa, kesho na kesho kutwa utakuwa na watoto, utaitwa mama mkwe mahali. Sasa tujifunze kwamba sio kila kutokubaliana ni wivu. Yani sio sasa kila kutokubaliana, yani pengine mama mkwe hajakubali jambo fulani na ukasema kwamba huyu atakuwa ananionea wivu. Hapana, sio kila kutokubaliana ni wivu. Lakini dalili hizi zinaweza kuonyesha kuwa kuna hisia za ushindani au ugumu wa kukubaliana na mabadiliko ya nafasi katika maisha ya mwanae. Yani kunapokuwepo mama asipokubaliana na mabadiliko ya mwanae, ya kwamba kijana wake ameoa, na pengine mahusiano waliokuwa nayo wakati mwingine kuna namna yanaweza yakapungua, hayatakuwa kama vile kabla hajaoa. Inawezekana ikatengenezeka mfumo ambao mama akawa anaona kwamba mahusiano na mwanangu yamepungua ni baada ya kuoa. Kwa ikatengeneza elementi fulani kama vya wivu. Na hapa ndoa nyingi leo zina shida. Ndoa nyingi leo ziko ICU, zinapumulia mashine. Manake ni changamoto, na wakati mwingine changamoto sio marafiki, changamoto sio ndugu, changamoto pengine ni mtu mmoja tu aliyoko ndani ya hiyo familia. Kwa sababu kuna familia nyingi leo tunakutana hizo kesi kwamba mama mkwe amekuwa mama mkwe kwenye ndoa. My Jesus, hallelujah. Sasa tuangalie dalili. Dalili ya kwanza ni hii, kati ya dalili 7, kumpinga mke wa mwanae kila wakati. Yani ukishaona, ama we mama naesema na wewe ambaye ni mama mkwe, yani wewe umekaa kiupinzani tu, kila jambo unampinga mke wa mwanao, hii ni dalili ya kwamba kuna upinzani. Hii ni dalili ya kwamba kuna wivu. Yani dalili mojawapo ni kumpinga mke wa mwanao, mke wa mwanae kila wakati. Yani wewe ni kupinga tu. Yani mama mkwe hujawahi kukubaliana hata jambo moja. Yani wewe upo pale ni kupinga. Ni kama mke mwenzako. Ndoa haiwezi kuwa na afya ya mwanao. Jamani, haiwezi ikawa na afya. Hawa watu wameoana, tayari ni watu wazima. Kuna namna ambavyo wanatakiwa kuishi, wakae, wasikilizane, wapange mipango. Sasa wakati mwingine mtu unaweza ukaingia kwenye ndoa yao kupinga. Nazungumza na mama mkwe, na pengine nizungumze pia na baba mkwe hapo hapo. Tuache watoto, usio unapinga kila kitu, unapinga kila kitu, unapinga. Ni dalili ya kwamba kuna kawivu. Kila jambo analofanya mke wa mtoto wako linaonekana lina kasoro. Yani unakuta kila anachokifanya huyu binti kina kasoro. Hakuna kitu ambacho anaweza akakifanya usitoe kasoro. Mimi binti wangu sikuaga hivyo. Yani mimi nikipika napika kweli. Chuzi kweli linakuwa. Sasa hebu angalia chakula chenyewe alichopikia, hata kulosi hajui. Sawa, kulosi hajui, muulize mtoto wako ameacha matumizi shilingi ngapi.
dagaa zimepikwa, zina maji, utafikiri mtu wa kijiji. Yaani hata nyanya uyoni, futa linaelea. Ameacha shingapi? Kwa sababu unapotaka kurostiwa, pia kurostiwa ni gharama mama. Sasa wewe dagaa za jelo, familia mko 10, mko 6, anafanyaje kama kutokutia maji? Nyanya za 200, nyanya za 100. Yaani uko kutoa kasoro tu. Hapana, hii haijakaa vizuri. Ndoa nyingi leo zinaharibika kwa sababu kuna wazazi wameingia katikati. Kuna mama mkwe kaingia katikati hapo. Yaani kila mahali anachombeza kuweka vitu fulani ambavyo havijakaa sawa sawa. Nami nazungumza na wewe wakati una majira haya. Tunapotengeneza ndoa yenye afya, maanake tunajenga msingi ulio mzuri. Tunaongelea dalili 7 za mama mkwe anayemuonea wivu mke wa mwanae. Kwa hiyo unaanza kuona hapa kila jambo yanakosoa. Hata pale halionekani kosa la wazi. Yeye anashikilia kibendera, utafikiri lensman wa upande wa kushoto wa uwanja wa mpira ambaye amesimamia kuhakikisha dabi inakwenda vizuri. Unajua leo kwenye familia kuna dabi. Kuna matukio yanayoendelea ambayo yanawafanya watu wakati mwingine washindwe na ndoa zao. Unaweza kukuta mtu anaombea kwamba siku mama mkwe akifariki ndoa yangu itakuwa salama na mimi nitaanza kuenjoy maisha. Sasa mama mkwe, usikae katika maisha ambayo mtu akaanza kukufikiria mpaka kukuombea maombi ya kuondoka mapema. Haleluya. Unaweza kupita kwenye msiba, limetokea tukio, lakini walioolewa kwenye hiyo familia hawalii, yani wao wanafurahia. Unasema mtesi wetu ameondoka. Biblia inasema mwaka alikufa mfalme Uzia na nimuona Bwana. Manake wao wanaanza kusema sasa kwa sababu ameondoka tunakwenda kumuona Bwana kwenye maisha yetu ya ndoa. Tunakwenda kuenjoy sasa na yani mtu anasema nakwenda kuenjoy sasa na mume wangu. Manake alikuwa ni mwiba huyu. Sasa tusifikie huko. Mama mkwe, kama unanisikiliza kwenye kipindi hiki cha mahusiano, ndoa na mahusiano, manake jirekebishe. Acha watoto waishi wanavyotakiwa kuishi. Lakini nawe binti sasa usipitie hapo. Kwa sababu wakati mwingine inaweza kama mama yuko sawa, lakini wewe unachukulia negative. Hapana. Ama pengine unasikia kipindi hiki, yani hapo unatamani mpaka kuna watu mpaka umepiga makofi. Unasema leo mchungaji angalau umetukumbuka, umetufikia. Maana yake limekuwa ni changamoto, lakini no, naweka tahadhari. Sasa kufundisha kwangu kwa habari ya somo hili isiwe advantage kwako sasa. Kwa sababu hapo naona unamgusa mume wako bega. Unamwambia sikiliza hiyo kitu. Usitumie vibaya fundisho hili ninalokufundisha. Kaa katika nafasi ya kwako kama mwanamke mwenye hekima ambaye utaheshimu wazazi wa mume wako, lakini pia we baba au mume wa huyo mama, heshimu pia upande huo. Maana ukikaa katika nafasi yako, mimi nikwambia hivi, hata kama kuna mabaya unafanyiwa, Mungu atakusaidia. Naomi na wake zake hapa wanatufundisha kitu cha msingi sana. Waliishi katika maisha ya upendo sana. Na leo familia nyingi kama zitatengenezwa katika hali ya upendo, mama mkwe ukampenda huyo binti, ukawapenda watoto wako, baba mkwe ukawapenda, wataishi maisha mazuri, watawapenda, na utaona kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye maisha yako kufurahia. Sikiliza. Yani unaweza ukakuta kuna vijembe. Hivyo unajua ukikutana na familia ambayo kuna ligi kati ya mama mkwe na mkamwana wake, kuna ligi. Leo tuna ligi ya mpira, sio NBC Premium League. Lakini kuna familia leo zina ligi ya ndani. Unakuta ligi ya mama mkwe na mkamwana wake. Hapatoshi, ni full vijembe. Halafu ukute hawana wokovu. Yaani kama naona ni full kupigiana taarabu tu pale. Utanibabaisha nini? Ndio nimeshafika. Mwanao kanipenda. Yaani ni vijembe mtupu mzima. Kwa nini? Kuna ligi inayoendelea kati ya mama mkwe na mkamwana wake. Vijembe tu ni kurushiana. Hivi mwanangu, ulikosa mwanamke wa kuoa? Umetolea mwanamke gani huyu ambaye hata hajui kukuna nazi? Yaani mama mkwe umeshikilia kwamba binti watu hajui kukuna nazi. Sasa kama hajui kukuna nazi, si umfundishe kukuna nazi. Kesi inaisha tu. Mfundishe kukuna nazi. Inawezekana huyu binti ametoka kwenye familia ambayo hawakuni nazi.
kaolewa kwenye familia ambao ni kuna nazi, wakitaka kupika mboga kuna nazi. Sasa kule hajaishi maisha hayo, nazi amekuja kuionea hapo kwa mwanao, ama hapo ukweni ambapo wewe unaishi. Yeye akipika hajiweki rosti, ni vijembe tu. Leo kapika nani? Kapika asiyejua kurosti. Mawifi na nyinyi nawaona na midomo yenu, na nyinyi mtakwenda kuolewa. Kumbukeni na nyinyi mtaolewa, yatawashinda. Unapofanya vita na mwenzako, uelewe na wewe hiyo vita unayoitengeneza, kama ni kwa ubaya, hayo unayoyapanda yatakutokea. Kitu cha msingi hapa, wifi haelewi, basi mkalisheni chini kwa upendo. Wifi yetu, haya mambo yanaenda hivi. Hiyo ndio jambo jenyewe zuri. Tutengeneze jamii ambayo ni nzuri, sio jamii ya vijembe. Kaka, ulimpendea nini huyu wifi yetu? Ukiangalia mguu wenyewe, mguu hauna ushirikiano. Utafikiri pingili za miwa zilizokosa mvua. Yaani unajua mua uliokosa maji unakuwa huna afya vizuri. Sasa huu mguu kweli, huu mguu mtu mwenyewe hana rangi. Kesi ya msingi, hataki kuwa na jamii ya namna hiyo. Lazima tutengeneze upendo ili kufanya familia ziweze kufurahia maisha haya chini ya jua. Okay, jambo jingine, kujilinganisha na mke wa mwanae. Yaani mama mkwe anajilinganisha na mkamwana wake. Hapa ni shida, na hii ni dalili ya wivu. Yaani unaanzaje kujilinganisha? Unaanzaje? Unajua huyu mke wako ni kweli umemuoa mwanangu, lakini hajui kulea watoto. Ni bora ukanipa mimi bibi ambaye nina uchungu. Mwanangu niliwalea malezi mazuri. Huyu mwanao, huyu mke wako hajui kulea. Yaani mwanangu, naona umebadilika tangu uoe. Kwa kweli mwanangu, yaani natamani tungerudi nyumbani. Tangu uoe naona afya yako hata yaani imezofika kweli. Sura yenyewe imepauka mwanangu. Hivi mwanangu, unakula kweli vizuri wewe? Yaani wewe mama unajiona ni bora zaidi ya huyo aliyeolewa, kwamba unaweza kumhudumia mwanao vizuri. Hii ni dalili ya kwamba kuhakikisha hii ndoa haitokuwa salama. Kwa sababu kama mama unaanza kujilinganisha na mkamwana wako, yaani unataka uchukue nafasi ya mkamwana wako wewe ukae hapo, hii ndoa haitoweza kuwa salama. Uwezi ukatengeneza wewe kuwa bora zaidi ya mkamwana wako. Basi kama kuna mapungufu, kuna hekima, hajui kulea watoto ambao ni wajukuu, kuna namna ambavyo wewe unaona ni bora zaidi, mwelekeze. Mfundishe kwa namna ya upendo, na mtu yote anayefundishwa kwa namna ya upendo anakuwa anaelewa kabisa, hapa ninaelekezwa kwa namna ya upendo, sio namna nyingine. Kuna namna ya upendo kumwelekeza mtu, na kuna namna ambayo sio ya upendo kumwelekeza mtu. Narudia tena, kuna namna iliyo bora ya kumwelekeza mtu, na kuna namna isiyo bora ya kumwelekeza mtu. Mfundishe, mwelekeze kwa namna iliyo bora zaidi. Kama unaona haujui kulea, sikatai. Kuna watu amezaliwa baba na mama amefariki, ama amezaliwa baba kakataa mtoto, ama mama alibebesha ujauzito, mtoto kazaliwa baba mjui. Maisha ya mama na yeye ni ya danadana. Kwa hiyo kalelewa, kesho yuko kwa shangazi. Shangazi ni mwenyewe hana familia, kwa hawezi kujifunza kitu kwa shangazi. Kalelewa kwa mjomba, mjomba naye haeleweki. Leo ana mwanamke huyu, kesho na mwanamke yule. Kwa hiyo inawezekana kijana wako ameoa binti ambaye hakupata maandalizi mazuri, ama hakuandaliwa kuwa mama bora kwa sababu ya mapito alionayo. Sikatai, hayo mambo yapo. Kuna watu ambao hawajaandaliwa, hajakaa katika hali ya kuandaliwa, kwa sababu ili baba awe bora inategemea na nyuma ameandaliwa na kina nani. Hao waliomzaa wamekuwa bora, au malezi aliyoyapata yamekuwa bora kumfanya yeye awe bora. Na hii inanipa shida. Kama wewe unaona ni bora, usingeweza kumnyanyapaa mtoto wa mwanamke mwenzako, kwa sababu utaongozwa na hekima ya kujua huyu mtu yamkini kabisa maisha yake hakuweza kuandaliwa. Sasa wewe kwa hekima, kwa sababu ni mwanao, unaanza kumwelekeza vizuri. Na mtu yote anapoelekezwa kwa namna ya upendo, anajua kabisa huyu mtu ananielekeza na ananipenda.
Lakini unapofanya kitu nje ya upendo, mtu anajua kabisa huyu hapa hapana, hanipendi, yaani ananigombeza tu, wala hana nia njema na mimi. Sasa fundisho lako unapomfundisha mtu inaonyesha ni nia njema ambayo unafurahia ama haufurahii. Haleluya. Kwa lazima wewe hilo. Hebu kuta kwa kweli jamani. Kuna mama mkwe visilani. Unaweza ukamka wewe mwanamke ukafua pale asubuhi, umetoa mashuka yako, unafua, tena unaimba na pambio, Yesu ni bebe. Nibembeleze. Unaimba hapo nyimbo yako. Unafua mashuka zako, nguo za mume wako, nguo za watoto wako, halafu mama mkwe ndo anaamka. Kiamka anasukutua kama anamuona mama mkwe, kama anamuona, anasukutua pale. Mara kasegea kwenye kamba ya nguo, anaanza kukagua mashuka. Anasema haya mashuka mbona kama hajatakata? Oh my Jesus. Yaani mama mkwe anaanza kutembelea kwenye kamba ambazo wewe umeanika nguo. Anaanza kumwambia mbona hizi shuka hazijatakata? Hata nguo za wajukuu zangu. Mama mkwe kisilani. Na mama mkwe kisilani anaweza akatoa nguo za wajukuu zake na mtoto wake akaanza kufua kwa upya. Manake oh my Jesus. Kuna vitu vinaendelea kwenye majumba ya watu. Watu wamebeba vitu kwenye vilindi vya moyo wao. Watu wanajiuliza niliingiaje kwenye familia hii? Lakini binti, nikwambia kwamba Mungu yupo, anakupenda na anakwenda kukusaidia. Chochote ambacho kinaachiliwa kwenye maisha kwako hakitakaa vile ambavyo kinatakiwa kukaa. Tuache watu waishi, wamependana wao. Kuna mambo ya kurekebisha, lakini by upendo. Okay, hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, hutaka kuwa kipaumbele cha kwanza daima. Yeye kutana na mama mkwe anataka kuwa kipaumbele cha kwanza daima. Mama mkwe lazima uelewe kwamba huyu mwanao ameoa. Kabla hajaoa, kipaumbele alikuwa ni wewe. Mimi nasema apate mke amepata ile chema. Mwanaume ataacha wazazi wake atambatana nane na mke wake. Yanapotokea mabadiliko ya mtu kuoa kuolewa, ujue kuna mtu amekuja kwenye maisha yake ambaye atajua kula kwake, ambaye atajua kuamka kwake. Kwa sababu kuna wakati mama ulijua mwanao ameamkaje. Na kuna wakati ulikuwa na uwezo mpaka pia wa kuweza hata kumwogesha mwanao. Lakini kuna majira ilifika mipaka ikaenda inatokea, maana yake hauwezi kumwogesha. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anajua mpaka mwili wake ameamkaje, kuna nini kwenye mwili wake ambapo wewe huwezi kujua. Sasa unapotaka kuwa kipaumbele cha kwanza daima unakosea. Na ndio maana ndoa nyingi zimeharibika hapa. Kwa sababu mama mkwe unashindwa kujua kwamba hivi huyu kijana wangu ameoa, ana familia. Kwa hiyo inawezekana kipaumbele cha kwanza akawa nani? Mungu wake. Lakini pengine ikawa familia, then wazazi. Sio mbaya. Sasa unapotaka kuwa kipaumbele wakati wote unaharibu. Mnataka kujenga, mnijengee kwanza mimi. Sikatai, wewe ni mama. Sikatai, wewe ni mzazi. Lakini usitumie komandi kuwa kipaumbele. Usitumie kwa komandi kuwa kipaumbele. Unakuta mama mkwe ananuna, anapoona anakasirika, anahuzunika, anapoona mwanae ametoa kipaumbele cha kwanza cha muda mwingi yuko na mwenzi wake, muda mwingi yuko na familia yake. Mama anahuzunika, mama anakasirika. Kwa wengine mama mkwe upo kwenye familia ya watoto wako. Kijana ametoka asubuhi ameenda kazini, amerudi kakusalimia, mama shikamoo, umeshindaje? Salama, nashukuru Mungu kwenye kazi zangu nimemaliza vizuri na nimerudi nyumbani. Inawezekana kijana akawa hana muendelezo zaidi story na wewe ya kuendelea kuongea baada ya salamu, lakini anataka kukaa na mwenzi wake ajue taarifa za familia, kwa sababu taarifa za familia hatozipata kutoka kwako, atazipata kutoka kwa mwenzi wake. Mke wangu leo mmeshindaje hapa? Watoto wamekuaje?
kuna hiki kilifanyikaje, anapata taarifa kutoka kwa mwenzi wake. Sasa leo kuna mama mkwe, kijana anapokuja anapomwona amekaa Bennett na mke wake, yeye anachukia, anaona kwa nini anampa muda mwingi, kwa nini asikie na mimi mama yake, kwa nini asiniulize mimi. Mama, wewe ni mama, lakini kuna mtu anaitwa mke, msaidizi wa huyo kijana wako, ndiye anayetakiwa kumuuliza, ndiye anayetakiwa kumpa muda. Kuna majira ya kuwa na wewe na kuna majira ya kuwa na huyu. Taarifa atazipata kwa huyu. Sasa leo kama unataka upate taarifa, na ndio maana kuna wakati mwingine mama mkwe unaweza ukakuta kila kitu kinachotokea kwenye familia yeye anataka ajue. Kaja mgeni, okay, we mgeni umetokea wapi? Au kaongea na mama wa familia, anaenda kumuuliza mama wa familia, huyu alijia alikuwa anataka nini? Yaani ampe details zote. Alafu mtoto akija, yeye ndo anaenda kuwakilisha kwa mtoto. Mama mkwe unakosea. Mama mkwe unakosea. Kuna msaidizi wa huyo kijana. Wacha watoto wakae kama wao, waende kama wao, usiingilie. Kuna vitu vina mipaka mama mkwe. Mwanangu, hivi asubuhi ulipoondoka uliacha shingapi? Uliacha shingapi ya matumizi? Mama, niliacha 30,000. Hivi mwanangu, ungetokea ukawepo leo umeshinda hapa, tulichokula mbona hata sio cha 30,000? Mama mkwe, huu ni uchonganishi. Mama mkwe, umekula maini roast, rizika mama mkwe. Mbona mpaka unafuatilia matumizi yaliyoachwa? Yaani unataka kuwa kalani wa kuandika matumizi, ama kuwa ungeuka kuwa mhasibu wa kuandika kinachoachwa na kinatumikaje? Mama mkwe, naongea na wewe mama mkwe, ambaye leo ni kuwa ni changamoto kwenye mahusiano ya watu wengi, kwenye ndoa za watu wengi. Naongea na mama mkwe. Baba mkwe kwa mbali. Hiyo baba mkwe anaga mambo mengi sana. Kwanza amebeba majukumu mengi. Alafu ya kwa wakati mwingine amemshinda afuatilia kijana wake. Hana huo muda. Yeye anakuambia tumekunywa chai na miogo. Alafu mchana yani tumekula utumbo. Alafu mimi nimekula nyama 2 tu mwanangu. Mama mkwe, huo ni uchonganishi. Oh my Jesus. Sasa na wewe binti hapo, ukiachiwa matumizi, fanya ipasavyo. Usiingize mambo mengine. Haleluya. Usiingize mambo mengine, mara vikoba, mara visu, vitu gani. Usiingize vitu vingine, utakuwa unaharibu. Okay, jambo la 4, uingilia maamuzi ya wanandoa wenyewe. Yaani mama mkwe unakuta anaingilia maamuzi ya wanandoa. Unajua baada ya ndoa, watu wengi huwa wanatazamia wanandoa hawa, yani mwanamke aanze kuona anatematema mate, kakichefuchefu kidogo, yani wewe unapimia kwamba baada ya watu kuoana kinachofuatia ni mama abebe ujauzito. Sasa inawezekana hawa wameoana, wasema mke wangu, mimi bwana nafikiri swala la kuzaa huu mwaka tupitishe au miaka 2. Baada ya miaka 3 tuzae. Tunataka tuenjoy kwanza. Tule ujana kwanza. Biblia inasema mfurahie mke wa ujana wako. Watu wakaamua kula tu maisha ya ujana. Wafurahie kwanza kabla ya kwanza kuwa na majukumu. Wewe unafikiri mchezo? Kwanza kuwa na jukumu sio mchezo. Mara kwanza anapata mtoto wa kwanza sio jambo jepesi. Mtoto siku analia. Wakati mwingine mama amekojolewa, sio jambo jepesi. Kwa kuna watu wakati mwingine anasema kabla tujaanza kufofua madaso huko ndani, tule kwanza maisha mama. Tule maisha tukiwa wawili kwanza. Tule maisha. Sasa kuna watu mnapimia waliona tarehe 17 mwezi wa kwanza. Leo mwezi wa 6. Yaani huyu hivi mbona tumuelewi? Huyu mkamwana mbona simuelewi? Mbona hataki kumzalia mwanangu? Mbona hataki kumzalia? Mama, umeambiwa hataki kumzalia. Mapatano yao unajua wewe? Wewe unaelewa mapatano ya watu? Kuna watu wamepatana wala hana changamoto ya kiafya, ila wameamua wao. Na leo kuna watu wameingiliwa kwenye maamuzi yao ambao wao wamepatana na wanaishi kwa furaha, lakini kuna watu ambao unaanza kujichomeka kuingia tu kupekenyua. Umepekenyua hapo, umepekenyua kule, wewe.
Mimi ninavyojua mwanangu hana shida. Mwanangu hana shida. Najua kabisa lijali. Hana shida, hana shida, hana shida, hana shida. Huyu mbona hataki kumzalia mwanangu. Anakula analala. Hebu ona anavyonenepeana. My Jesus. Mama mkwe. Acha mtoto watu wanenepe. Maisha yamemkubali, wana amani. Wana amani. Maisha yanaendelea, wana makubaliano. Unakuta hapo sasa mimi ndo dada la madada la ile familia. Ndo dada wa madada. Acha nimfungie kazi wifi. Wewe wifi wewe. Yaani unaamua kusafiri kumtembelea kaka yako, kwenda ukalete mavurugu kwenye familia ya kaka yako. Yaani uanze kumsumbua mtoto wa mwanamke mwenzako. Basi hekima simuwaulize. Jamani, mmeoana sasa hivi mna mwaka mmoja. Hatuoni watoto. Changamoto ni nini? Watakwambia, sio unaanza kutengeneza ligi siokuwa na maana. Oh my Jesus. Kwa hiyo katika hali ya kuingiliana, hujaribu kutoa maamuzi au maelekezo yanayotakiwa kufanywa kwa wanandoa. Yaani mama mkwe unakuta ndo anatoa maelekezo ambayo wanandoa eti ndo wanatakiwa kuyafuata. Nikisema mimi nimesema, hiki ndio unatakiwa mkifuate. Na nyinyi wanaume ambao siwaelewi. Yaani unakuta wewe maamuzi yako eti mama amesema. Mama amesema. Mama, binti ambaye hujaolewa, angalia kauli za huyo mchumba wako. Kauli zake ni za mama amesema, baba amesema. Kwa sababu unaolewa, utakuja uolewe na mtu ambaye mama amesema. Kufanya maamuzi ya ndani ni mpaka mama amesema. Hata kuzaa mpaka mama aseme. Kununuliwa nguo zako mpaka mama aseme. Kusuka mpaka mama aseme. Ogopa mtu ambaye mama aseme, baba aseme. Naweza nikosema hafai. Huyu inabidi afundishwe na wanaume. Aandaliwe kuwa baba. Unaanzaje kusema mama amesema? Mama amesema tusinunue sofa. Tutanunua mwezi ujao. Mama amesema. Unataka nikununulie masufuria ya kupikia humu ndani? Ngoja nikamuulize mama. Mama akisema ninunue, nitanunua. Kwa hiyo wewe ni wa mama amesema. Mwanaume wa mama amesema. Wewe bado hujafiti kuwa baba. Wazazi wangu wamesema. Sio mbaya. Wazazi wana mchango wa kushauri. Lakini wewe ile mama amesema, baba amesema. Kila siku mama amesema, baba amesema. Wewe mbaya sana. Haikubaliki. Haitakiwi. Nasema ni mbaya kupita maelezo. Huo unaanzaje kusema kila kitu mama amesema, mama amesema, mama amesema. Kwa unakuta mama mkwe ushauri wake ndo anataka ufuatwe. Taki ushauri wa mume wa familia ama ushauri wa mke wanaoshauriana ndio waufuate. Yeye hataki hizo habari. Hii ni mbaya sana. Jambo la 5, usema maneno yanayomdhalilisha mwanae. Yanayomdhalilisha mke wa mwanae. Unakuta mama mkwe anazungumza maneno ya kumdhalilisha mke wa mwanae. Dalili 7 za mama anayemwonea wivu mke wa mwanae, ama kivingine asiyemtaka, mwenye chuki na mke wa mwanae. Unakuta ni kusema maneno tu ya ovyo, kumtolea maneno ya dharau. Katika wanawake naye ni mwanamke. Mbona hata mimi nakuzidi shepu mama mkwe mkamwona nakuzidi. Hebu niangalie vizuri. Pamoja na kwamba na watoto 7 ambao nimekuzalia mpaka na mume, lakini hata hapa nikisimama na wewe hunizidi chochote. Mama mkwe, wewe ni mama mkwe kweli? Ni mama mkwe kweli? Kwa sababu ukishaanza kujilinganisha kwamba pamoja na kwamba una watoto 7 na uzee wako ulionao, unamwambia mkamwana wako msimame mjipange kwamba hata kwa umri ulionao hakufikii. Kwamba hata kama mkijipanga watu wanachagua, utachaguliwa wewe. Hata kama mnatembea mnakwenda sehemu, maana yake wewe ndio utakaanza kuonekana. Eti mkamwana wako anaonekana mzee. Mama mkwe, haya maneno umeyatolea wapi? Haya maneno hayajengi. Haya maneno yanabomoa. Haya maneno hayana afya. Leo kuna watu wametamani waachike.
Kuna watu wanatamani wafungashe mabegi yao sasa hivi. Naongea na wewe binti, hapo ulipo mwenyewe unatamani ufungashe uondoke. Kuna wengine mpaka mnatamkia umezeni. Humu ndani mimi sioni kama na thamani yote. Sasa sijajua mimi ndio niliolewa au mama. Maana sielewelewi. Basi mimi niondoke ubaki na mama. Yaani mtu yuko njia panda. Hafurahi maisha. Haenjoy maisha. Wache waenjoy bwana. Maneno haya ya dharau ya nini? Unatoa maneno ya kupunguza thamani ya mkamwana wako. Unatoa maneno ya kupunguza thamani ya mke wa mtoto wa kijana wako. Hebu angalie. Hata wazazi waliokuzaa na wenyewe ni wale wale tu. Yaani mwanangu, ungenishaurigi ni kuonyeshe familia ya kwenda kuoa. Singeoa huyu. Maneno ya kushusha thamani, kumuona hafai. Hili jambo baya kuzidi maelezo. Acha maneno hayo. Wewe ungetolewa maneno hayo, ungekaa na huyo baba mpaka ukazama watoto 7 unawasema? Eti nimezaa watoto 7 kwenye familia ya mume wangu. Na sijawahi kufungasha mabegi kurudi kwetu. Kwa sababu mahali ulipoolewa, huyo mume wako pia ana watoto, ana wazazi wake. Walikuvumilia wazazi wa mume wako, wewe mama, madhaifu yako, kwa sababu walikuwa na hekima. Na kuna wakati mwingine inawezekana walikufundisha. Waliheshimu chaguo la mtoto wao ambaye ni mume wako, mama mkwe. Hawakutaka kuingilia maamuzi ya mtoto wao. Mama mkwe, nikwambie, nasema na wewe mama mkwe, wangeingilia nawe ungekipata. Sasa wewe mbona ulitendewa mema? Na wewe kwa nini usitende mema? Kama unaelewa ukweni ulikoolewa mama mkwe, una kibali na unapendeka, kwa nini wewe usitengeneze ukalipa lile pendo ambalo umelipata kwenye hiyo familia ya huyo mume wako mama mkwe, ukaliapply kwa hawa watoto, ukaleta kwa hawa watoto mama mkwe? Mama mkwe upewe nini mama mkwe? Upendo unaonyeshwa na huyo binti ni mkubwa. Mama mkwe anajipendekeza anavyoweza, lakini wewe malipo yake ni mabaya tu. Hakuna hata siku moja hujawahi kumsifia mama mkwe. Usiharibu ndoa ya watoto wako mama mkwe. Usiharibu mama mkwe. Hallelujah. My Jesus. Okay. Jambo jingine nataka niliseme hapa. Hufurahia migogoro ya ndoa kati ya mtoto wake na mkamwana wake. Yaani unakuta mama mkwe anafurahia migogoro ya ndoa kati ya mwanae na mkamwana wake. Ukiona mama anayefurahia migogoro ya watoto wake, baba mkwe anayefurahia migogoro ya watoto wake, hawa wanastahili maombi. Huwezi ukafurahia migogoro ya watoto wako mama mkwe. Vipi? Alo mwanangu, mmeamkaje? Leo vipi? Haujamdunda? Maana ninavyokujua kwa mkono wako mwepesi haujamdunda. Mama leo sijamgusa. Mimi nikazania umemgusa. Unamgusa gusa wakati mwingine. Wasifunzwa na wazazi wao, wanafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu ndio wewe mwanangu. Kama ana jeuri huyu, ana kiburi huyu. Yaani unafurahia migogoro. Migogoro ya watoto wako unafurahia. Badala kukaa katikati kupatanisha, wewe unaenjoy, unafurahia. Mama mkwe, hao unayatenda ukitendewa wewe. Unajua kuna wazazi wanaofurahia huchochea migogoro badala ya amani. Yaani unakuta anachochea migogoro badala ya amani. Niambie mwanangu, mbona wanawake wako wengi? Tena mimi na rafiki yangu ana mabinti wazuri sana. Tena kuna mmoja huyo yuko mwaka mwisho wa chuo. Bora hata ukachukua huyu msomi. Na rafiki yangu huyu namjua, ana tabia nzuri. Kwa hata watoto wake hawa wamekuwa na wafahamu vizuri. Mama mkwe. Yaani mama mkwe unaamua kabisa mpaka kumtafutia kijana wako mke mwingine. Na unajua ana mke. Mama mkwe. Mama mkwe.
Mama mkwe, yaani unaamua kijana wako kabisa, mwanangu weekend hii njoo bwana, upumzike huku. Mwachane na huyo. Angalau upumzike, nikupikie chakula kizuri mwanangu. Hauwezi ukahangaika na mimi nipo mwanangu. Mama mkwe, kweli haya mambo unayasema mama mkwe? Mama mkwe unamaanisha? Are you serious? Hapana, haifai. Mama mkwe ni mbaya hiyo. Mama mkwe waache watoto, waache waishi kama wao, waache wapendane mama mkwe. Usiingie mama mkwe kufurahia migogoro. Wewe ukae hapo kama sehemu ya suluhisho mama mkwe. Kwa nini unafurahia migogoro ya watoto wako mama mkwe? Usifurahie migogoro. Tengeneza. Unakuta anatoa ushauri ambao yeye anataka ufuatwe. Ushauri wangu niliotoa nataka ufuatwe. Halafu mama mkwe wengine wanatishia laana watoto wao. Kama nilikuzaa, ulitoka kwenye tumbo, ukakaa miezi 9. Nilitembea kwa shida mpaka nikabadilisha hata mitembeo. Nikawa natembea hivi. Yaani wewe mama mkwe wewe, mwanangu, kama ulitoka kwenye hili tumbo hili mwanangu, ufuate ushauri wangu. Au unataka laana? Unataka lazi? Halafu mama mkwe unayajua na maandiko. Waheshimu baba yako na mama yako upate heri nyingi na miaka ya kuishi duniani. Unatumia maandiko kwa ajili ya uovu mama mkwe. Usitumie maandiko kwa ajili ya uovu mama mkwe. Yaani unalalisha uovu mama mkwe. Mbaya hii. Haitakiwi mama mkwe. Sio sawa. Narudia tena, sio sawa. Andiko hili linatumika vizuri sana kumwambia mtoto aheshimu wazazi wake. Na mimi nafundisha mahali hapa watu kuheshimu wazazi wao, wala sio kuvunjia heshima. Lakini ndoa nyingi leo zinaharibika kwa sababu pia kuna watu wameingia mahali ambapo hawatakiwi kuingia. Wameingilia ndoa za watu. Kwa sasa tumekuwa na vilio tu. Kuna amani, kuna furaha. No. We need peace. Tunahitaji kuwa na amani. Tunahitaji iwepo amani. Waache watu waenjoy maisha yao. Ushauri wako wewe shauri. Lakini wakiufanyia kazi, ashukuriwe Bwana wa majeshi. Usipofanyia kazi, pia basi mshukuru Mungu. Kwa sababu na wenyewe wameoana, wana maamuzi yao. Wana akili timamu. Wana vipaumbele vyao kwenye maisha yao. Sasa wakati mwingine unatoa ushauri sio kipaumbele. Ni mzuri sawa, lakini kipaumbele sio hicho. Wape uhuru. Wape uhuru. Mama mkwe, unajua mshahara wa mwanao, lakini mke wake umemzuia asijue. Mbona wewe mshahara wa mume wako unaujua? Mama mkwe unamfundisha namna ya kutumia kipato mwanao, lakini sio kwa uzuri, kwa maana ya kumkomoa huyo mkamwana. Haijakaa sawa. Ndoa nyingi leo zimekuwa na changamoto sana kwa sababu kuna watu ambao wamezingilia na wakupaswa kuingia hivyo. Jambo la 7, hushindwa kutambua nafasi mpya ya mwanae. Mama mkwe unaposhindwa kutambua nafasi mpya ya mwanao, ya kijana wako, ni kutengeneza familia ambayo itakuwa na migogoro, kwa sababu utakuwa umeshindwa kutambua nafasi mpya ya mtoto wako. Kutambua nafasi mpya ya mtoto wako ni kwamba huyu ni kijana wangu kweli, nimemzaa, lakini sasa amekuwa na ameamua kuanzisha familia yake, atimize kusudi la Mungu la kuongezeka na kujaza ulimwengu. Kwa huyu ndiye aliyemchagua. Wanaenda kuanza maisha yao. Mimi ni sehemu kama mzazi, panapotakiwa nitashauri na kuelekeza, lakini ushauri wangu sio sheria kwamba lazima itekelezwe. Hapana.
Naweza nikawashauri, lakini wanaweza wakafanyia kazi nilichowashauri ama wasifanyie kazi. Yote ni heri, imradi mimi nimeshauri. Sasa wewe ukishauri hiki unataka pia kifanywe kazi, hiyo haiendagi hivyo. Kwa hiyo kushindwa kutambua nafasi ya mwanao, umtaki mtoto wako aishi maisha ya kujitegemea yeye katika maamuzi yake. Yaani unakuta mzazi utaki mtoto aishi katika maisha ya kujitegemea yeye katika maamuzi yake. Unataka kwenye maamuzi yake wewe uwemo. Hii haikubaliki. Hii ni mbaya sana. Wow, ninaamini kuna vitu vingi umejifunza. So nimekuwa hapa, lengo kubwa ni nini? Ni kuijenga jamii iliyo nzuri. Niongee na wazazi mahali hapa. Wazazi mliobahatika watoto wenu kuolewa ama pengine mtoto wa kiume kuoa, ni vizuri kuwa na ushauri ulio mzuri kwa ajili ya watoto kuhakikisha wanafurahia maisha yao ya ndoa, lakini pia kuwapa uhuru wa wao kujiongoza na kufanya maamuzi kama wao pasipo kuweza kuingiliwa. Maana kama unawaingilia kwenye maamuzi, aidha wamekushirikisha ama pengine kuna kitu umekiona sio kizuri wanataka kuifanya, unaweza ukawashauri tu, lakini usiweke komandi. Ndoa nyingi leo zinalia, watu hawafurahii maisha yao kwa sababu kuna vitu ambavyo vimeingia ambavyo vimepelekea kuharibu mahusiano yao, kuharibu ndoa zao. Sasa ni kusihi mwana wa Mungu, waache watu waishi kama wao, waache. Hii itakuwa ni jambo nini jema na zuri sana, kuliko leo unaingia unafanya visa ambavyo havina maana. Tuwajenge katika misingi iliyo mizuri, furahia maisha yao, kuwaombea ndio hekima. Usitumike kuharibu ndoa, usitumike kuharibu wanachokifanya. Tumika kuwajenga, furahia maisha yao, washauri kwa upendo. Mpende mtoto wa mwanamke mwenzako ambaye ni mke mwana wako, mlee kama mwanao, mwelekeze, muonye kwa upendo. Lakini wewe mkamwana wa hiyo familia, kuna mambo utafundishwa na wazazi wa mume wako, usitafasiri wakati mwingine kukuelekeza kwako ni kama wanakuingilia ama pengine hawakupendi. Sababu kuna wengine unapoelekezwa upendi kuelekezwa, unapoonywa utaki, na zaidi ya yote unaanza kuona ni kama wanakuingilia. Na pengine unaanza kuleta tafasiri ambazo sio nzuri, kwamba familia hii pengine hainipendi, niliolewa kwa bahati mbaya. Hapana. Lazima uwe na hekima na Mungu akusaidie ili uweze kumaliza safari yako vizuri kwenye hii familia yako ambayo Mungu amekupa. Na naamini kwamba kuna namna ambavyo umebarikiwa sana sana sana. Tumekuwepo mahali hapa, lengo ni kujenga jamii yetu, sio kubomoa. Leo tumejifunza kwa habari ya hizo dalili na tumezungumza kwa habari ya mama mkwe. Sasa wewe ambaye ni mkamwana wa hiyo familia, usiamke asubuhi na vijembe wakati mwingine kuonyesha kumdharau mama mkwe. Hapana. Binti mwenye hekima, yule ambaye anakuwa na hekima iliyo nzuri na kujua kuishi na kile anachokutana nacho. Kwa wakati mwingine jifunze kuishi kulingana na mazingira. Wakati mwingine pia kubaliana kwamba umeolewa kwenye hiyo familia na mhusishe Mungu sana ili kuweza kutatua matatizo yanayoendelea. Lakini mwanangu, nikusihi, vumilia, kuwa na uvumilivu, yatakwisha. Muombe Mungu sana, Mungu atakusaidia. Mungu akubariki sana, kwa sababu tumekuwa pamoja na umejifunza mambo mengi sana. Tunajenga misingi ambayo itakuwa ni bora kwa ajili ya kizazi chetu, kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Majina yangu naitwa Emmanuel Boswea, ni mchungaji wa kanisa la Harvest ambalo linapatikana Kivukoni. Ukifika Kivukoni mwisho wa lami pale kuna kijiwe cha maboda boda, ukiuliza kwa mchungaji Emmanuel ni rahisi sana kuweza kufika. Lakini kama sivyo, basi namba za simu ambayo ni 0763 538942. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukanipata na kisha ukafika mahali ambapo tulipo. Ushauri, maombezi pia yanaruhusiwa, ni bure kabisa. So Mungu akubariki sana.
Shalom, shalom. Bye.